Leo jioni nilikuwa na ugeni wa watu wawili kutoka Kenya. Mmoja asili yake Kenya, Mombasa. Huyu jina lake Abdulatif Abdallah, ni mtu maarufu na ni gwiji bingwa wa Kiswahili. Yeye kasomesha vyuo vingi na alistaafu akiwa Ujerumani na yuko Hamburg. Mwingine ni Muhammad Khamisi Mwajamanda. Lakini hawa wote wanaunganishwa na kijiji kimoja kinaitwa Takaungu. Kiko nje kidogo, naweza kusema kama maili 30 au 40 kutoka Mombasa mjini. Sasa ajabu ya vitu hivi ni kuwa mimi nilifika Takaungu zamani sana, mwaka 1995, na alinifikisha alikuwa rafiki yangu mmoja marehemu sasa akiitwa Saidi Bamumin. Sasa ninamwambia Abdulatif, yeye alikuwa kanijulisha kwa Muhammad Khamisi, na yeye ni mwalimu wa chuo kikuu ingawa sasa hivi amestaafu, alikuwa kusomesha Nairobi University. Nikamwambia mimi nimefika Takaungu, na mara ya kwanza kufika Takaungu alinifikisha Said Bamumin. Akaniambia una maana Said Taisir? Nikamwambia naam, Said Taisir, lakini marehemu yeye alikuwa hajui kama Said Taisir amefariki. Tumwema sana. Sasa kwenda Takaungu, yeye marehemu rafiki yangu Said Taisir alipojua kama mimi ni mtu anapenda historia, akaniambia Mohamed, ngoja nikupeleka Takaungu kwenye asili ya Mazurui walipofika hapa, na nataka nikuonyeshe vile vile na msikiti uliojenga una kiasi cha miaka 400 pamoja na kisima, na kile kisima mpaka leo kinatoa maji. Basi kwenda pale nikakiona. Miaka ikaenda. Siku moja nimelikuwa kwenye mkutano Nairobi, hapana, Kampala, na ulikuwa unafanyika kwenye ukumbi mmoja pale Nile Hilton Kampala, na ndio hapo tulikuwa tunakaa. Katika watu ambao walikuwa katika mkutano ule alikuwa Profesa Mazrui, na Profesa Mazrui yeye ni mkuu wa Mazrui. Basi nikawa nimepewa salamu na Dr. Harith Hassani. Harith Hassani alikuwa mwanafunzi wa Profesa Mazrui chuo kikuu cha Michigan. Sasa akaniletea ujumbe Dr. Harith Hassani ambaye maarufu ndio aliandika kile kitabu cha historia ya Zanzibar, mapinduzi, kwaheri ukoloni, kwaheri. Akaambia Mohamed, nataka ukutane na Profesa Mazrui na umpe salamu zangu, nataka mkutane mzungumze. Bwana yule mtu mkubwa, mikutano hii acha bwana, hana neno bwana profesa, wewe utamuona tu bwana. Sasa siku ile ya kwanza hata kabla mkutano bado ndio tumefika, ile siku tumefika, nimekaa lobby ya pale Hilton, nimekaa kama nyakati za saa 4 saa 5 pale, mlango wa lifti unafunguka, naangalia namna hii, namuona Profesa Mazrui huyo anakuja. Ilikuwa mwaka 2003. Taratibu mimi nikanyanyuka nikampa salamu, assalamu alaikum. Akaniambia wa alaikum salaam wa barakatuh. Nikamwambia bwana, na salamu zako. Na salamu zako kutoka kwa nani bwana? Nikamwambia na salamu zako kutoka kwa Dr. Harith Hassani. Haya bwana, njoo tukae hapa. Easy mwepesi. Tukakaa pembeni pale tukaanza kuzungumza. Nikamwambia profesa, mimi nimefika mpaka nyumbani kwenu. Wapi bwana? Nikamwambia Takaungu. Umefika Takaungu? Nikamwambia na nimefika, na nimeuona msikiti wenu na hali kadhalika nimekiona kile kisima cha miaka 400. Akafurahi sana. Sasa watu walikuwa wanamtazama Profesa Mazrui kwa mbali, walipoona mimi na yeye tumekaa pale tunazungumza na kucheka, basi na wao wakaja pale. Sasa ikawa kazi, mimi niko na kamera, ikawa kazi sasa ya kupiga tu picha na Profesa Mazrui. Basi nikawaambia jamaa kutoka Mombasa, Abdulatif na Sheikh Muhammad Khamisi, nikamwambia bwana, hapa tulipo tulikuwa tumekaa restaurant moja pale Morogoro Road na Lumumba Avenue. Nikamwambia hii ni baraza kubwa sana ya Sir Davis.
Nikamwambia bahati mbaya tu leo nadhani hayupo, maana Saldavis yeye huwa atakuwa Mombasa, watakuwa Zanzibar, watakuwa hapa Dar es Salaam. Huwa akiwa Dar es Salaam huwa anakuwa hapa. Na mimi ni jirani yangu, naambia. Wanajua kama Saldavis yuko mjini, kwa nikipita na leo na ile Mercedes lake ile la rangi ya gold limepaki nje pale, kwa kinajua bwana mkubwa yuko hapa. Nikamwambia bwana, mimi hapa kwa mara ya kwanza kwa baada ya miaka zaidi 40 sina habari zote. Saldavis nilimkuta hapa amekaa, na kama kawaida ya Waswahili nimekuta amekaa, wanabishana kundi la watu. Mimi nimefika pembeni, nimekaa nasikiliza. Mimi sikustahimili, nikaja jamaa, nyinyi huyu mnamjua au Saldavis? Nikamwambia ndio Saldavis, nyinyi mnamjua? Nikajua hakika hawa watu hawamjui Saldavis. Nikamwambia bwana, mimi akwasi nimuulize bwana, wewe Saldavis? Akasema naam, mimi Saldavis bwana. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Miaka mingi sijakuona. Nikageukia wale jamaa zangu pale, kundi kubwa anaweza kufika 15. Najua baraza ile ni baraza kila siku ifika jioni watu wakutana pale kuzungumza kama kawaida watu hapana. Nikamwambia bwana, mimi Saldavis nakuwa Dar es Salaam hii umri wa teenager nikisikiliza muziki wa Saldavis na nikicheza muziki wa Saldavis, na wakati mwingine nikijaribu kwenye gitaa langu kupiga, wakati mimi niko secondary school kupiga muziki wa Saldavis. Basi Saldavis akawa na smile tu, baki naye kafurahi kwa wala kile alikojua. Sasa mimi nikamchokoza Saldavis, nikamwambia mama, he treats my sister mean. Nikajibu mwenye, treat my sister. Akachukua this man in the means man I was, mama this man is crazy. Jamani, Muhammad unajua kuimba? Nikama mimi niimbe wapi? Huyu bwana, huyu Saldavis bwana, nyinyi mumjui huyu amepiga nyimbo Ulaya, anaimba wakati ambapo ukimsikia Saldavis, sisi kwa tulichukua muda kumjua kama Saldavis ni kijana kutoka Mombasa. Ile lafudhi yake ya Kiingereza, ule mziki ulikuwa unapigwa pale, wale chorus girls wazungu wanavyomitikia, hakuna alikuwa anajua kama huyu, labda wenyewe watu Mombasa, lakini huku kwetu tunajua huyu mzungu. Basi kwa namwadithia pale Latif, nikamwambia bwana, his birthday is Islamic sana. Nikamwambia basi bwana, Saldavis ndio ikawa urafiki. Hiyo kabisa nakwambia, hiyo ilikuwa mwaka 2006. Leo miaka 20 imefika. Nikamwambia kuwa bara mwisho hapa nilikuja na kijana mwingine wa Mombasa. Nilikuja na Abdulaziz hapa na nikamleta hapa, na bahati nzuri Saldavis alikuwepo. Kwa hiyo nikampeleka kwa Saldavis pale, wakasalimiana na nini. Saldavis akaniambia, Muhammad umechelewa, ungekuja jana mimi nimefanya sherehe yangu ya miaka 84 hapa. Abdulaziz Saldavis akasema naam, 84. Bahati mbaya leo hatukumkuta hapa. Basi tukanazungumza, tukafika kwa mashekhe. Sasa akasema hapa jirani ilikuwa na nyumba, kila akija Said Omar Abdallah basi Alhabib basi atakuwa anafanya darsa. Kuna watoto, kuna nyumba nyingi anafikia, lakini sika akiwa hapa mtaa wa Pemba kwa Mama Nuru hapa, basi vijana wa mjini wale wanajua shekhe amekuja, wanamfuata wasema, shekhe tumekuja tunataka kusoma. Wao hawasome mpaka shekhe aje. Basi nikapa kisa kimoja, nikamwambia siku hiyo kuna mwenzao mmoja anamwona mtu anakwenda mbio. Vipi unakimbia wapi? Akasema na shekhe yupo anafanya darasa kwa Mama Nuru. Na mimi nakuja bwana. Wewe utakuja vipi bwana ushahidi? Akamwambia inipita darasa hili. Mimi nitaka nyuma. Sasa yule bwana kuja kakaa nyuma kabisa, watu wasimjue, lakini wenzake wamemwona, huyu kanywa pombe huyu, alafu nakuja kwenye darasa shekhe atakutuadhiri sisi. Wakaanza kumfanya vurugu kule nyuma, atakumtoka nguvu. Sasa kasikia kule shekhe kasikia Said Omar Abdallah nini huko, ndo akajua kama kuna mzao. Akasema sasa mnamfukuza kwenye darasa, haya atasikiaje hiyo kumfanyia aje pombe? Basi sasa Munda Khamisi na akasema bwana, mimi nilipokuwa mdogo Mombasa,
Said Omar Abdallah alikuja, na ninakikumbuka kisa kimoja ambacho alihadithia pale kuhusu pombe. Said Omar Abdallah yeye kasoma Oxford, anasema wakati yuko Ulaya katika juhudi zake za dawa, kuna mzungu mmoja akamwambia, bwana, mimi naupenda Uislamu, lakini bwana Uislamu hutaki pombe, na mimi bwana hii pombe anahadithia. Nikamwambia hicho kisa mimi nakijua, yeye alikuwa akieleza, nikamwambia mimi hicho kisa nakijua. Ndio alimwambia yule mzungu, you come with your bottle, you come with your bottle, njoo silimu, nenda kusalimia. Akamwambia nini bwana, tuna Waislamu wengi wanakunywa pombe na hatujafuza katika Uislamu. Basi tumekaa pale tunakumbushana mambo mengi, akanikumbusha habari ya Sheikh Kasim Juma. Nikamwambia Kasim Juma bwana alikuwa shaka mkuu. Sasa huyu alikuwa mwenzake Muhammad Khamisi. Nikamwambia Sheikh Kasim Juma, mimi nilikwenda nilialikwa mkutano chuo kikuu cha Nairobi, ambaye yeye Muhammad Khamisi alikuwa akisomesha pale. Akisema na mtu alinialika alikuwa Abdallah Sheikh, jamoja bila Sheikh, yeye alikuwa mwalimu vile pale, lakini popoleka abstract ya pepa yangu wakaikataa. Sasa ananiambia Abdallah Sheikh alisema umekataa kwa sababu umesema controversial. Hii pepa nilikuwa anazungumza maisha wakati kushafariki, nilikuwa nazungumza maisha ya Sheikh Kasim bin Juma, vipi alimsaidia Mwalimu Nyerere katika shughuli zake za kutawala. Ni mtu ambaye alikuwa karibu naye sana, na vipi alipokuja Mwinyi akamsaidia vile vile kutawala, lakini vile vile pakatokea migongano, ikawa sasa Sheikh Kasim hapendeki tena kama alivyokuwa anapendeka wakati wa Mwalimu Nyerere. Sasa wakasema hii paper controversial, sasa tuwezi kuchukua. Sasa ananiambia sasa Abdallah Sheikh, akasema nikamwambia sasa kama controversial, huyu mtu sana kuja kutoa pepa yake hapa, mwacheni aje hapa. Akifika hapa sasa ndio wakati sasa mtampinga hayo ambayo nyinyi mnaona sasa mtampiga hapa. Na kwa bahati nzuri mimi ile pepa ilipita na nikaalikwa na nikaitoa pepa hii, na kwa kweli hapakuwa na maswali mengi sana, ilikuwa maswali kawaida tu. Sasa akaniambia Abdul Latif, akisema yeye alikuwa haijui pepa, ngamba inshallah tutakupelekea. Na Abdul Latif akanamwambia, usema Muhammad, tunajua na miaka mingi toka hapa Dar es Salaam kuja Uingereza, tumejuana kuja Ujerumani, kaja mpaka nyumbani kwangu. Kuja nyumbani kwangu Hamburg pale amekaa rafiki yake Muyaka ni mwanae wa mwisho Abdul Latif Abdallah. Nikamwambia Muyaka, jambo, nikamwambia Mwana Khamisi, nikamwambia Muyaka nimekwenda kwao mimi, nimemkuta babake amemnunulia gitaa, lakini hawezi kupiga. Sasa mimi katika ile wiki moja nimekaa pale, nikamwambia Muyaka, njoo mimi nitakufundisha namna ya kupiga gitaa. Kwa nikamfundisha chords zile, akarejea. Mimi nikasahau, nikawa nimemwanzishia, nikawa nimesahau. Siku hiyo napokea video, ananielekea Abdul Latif, nasema bwana, mwanafunzi wako hebu msikilize. Alikuwa anafanya concert pale chuoni kwao, amepiga nyimbo nyingi, lakini moja ndio hiyo nataka nikuhadithia hapa. Mimi kanivutia sana, inaitwa The Other Side of the Street. Hii nyimbo kwa sasa hivi imetungwa labda zaidi, inaweza kufika sasa miaka hata 100. Nikamrudishia majibu, akamwambia bwana, nimesikiliza ile nyimbo. Hii nyimbo The Other Side of the Street, hakuna mtu mpiga jazz yoyote ambaye hajaipiga hii nyimbo. Na sifa yake moja ni kuwa ile progression yake ya zile chords ni ngumu sana, yani ukae kwenye chord moja mkoda nyingine. Basi akawa anaipiga Muyaka huku anaimba. Nikamwambia basi na yeye kaingia katika orodha ya mabingwa jazz ambao wameipiga nyimbo: Louis Armstrong, George Benson, Hancock, Bill Preston, au wote hao kubwa wamepiga nyimbo hizo. Basi tukabaka pale, tukawa tumekumbushana mengi.
Na unajua swali tukutana sisi gumzo linakuwa kali. Tukaenda tukamkumbuka na marehemu Sheikh Abdullah Nasir, ambaye yeye Abdul Latif huyu ni kaka yake. Basi ikawa tumetabaruku kidogo na tukafurahi. Basi nimekuja hapa nimekaa nikasema dunia ndogo sana hii. Unakuta watu wengi sana. Unakuta na watu wengi wa kutembea. Lakini nikamwambia mimi naweza kusema Uislamu ndio umenifanya nimekutana na watu wengi ambao ndo kama hivi tunakutana mara moja, unakuwa udugu wa maisha, udugu na urafiki wa maisha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.